Tunafahamu kwamba tupo katika kipindi cha usajili kwa timu mbalimbali duniani, kwa maana ya kwamba kila timu ikiangalia namna gani ambavyo inaweza ikampata mchezaji mzuri kwa ajili ya msimu ujao, msimu wa mwaka 2026-2027, ili kila timu pia iweze kutimiza malengo yake ambayo imejiwekea. Kwa mfano, kwa upande wa Tanzania tunafahamu kwamba timu mbalimbali pia zimekuwa zikifanya usajili huo. Kwa mfano, timu za Kariakoo kwa maana Simba na Yanga ndizo ambazo zimekuwa na mvuto mkubwa sana katika swala la usajili, kwa maana ya kwamba kutokana na wingi wa mashabiki ambao wapo nao, na kila timu ikiamini kwamba kila mchezaji ambaye na msajili basi atakuja kufanya maboresho katika kikosi hicho, kwa maana kwamba kuwatoa pale ambapo walikuwepo katika kipindi cha msimu uliopita. Tunafahamu kwamba Faisal ni mchezaji wa Azam ambaye pia ana mkataba na timu hiyo, na alikuwa akifanya vizuri sana hata misimu miwili iliyopita ambayo amefanikiwa kucheza Azam. Sasa kuna tetesi ambazo zimeibuka tu ghafla kwamba anahusishwa na Yanga, ambazo zimeibuka katika siku hii hapa ya leo, kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya Yanga na Azam, lakini pia Yanga na Faisal. Lengo ni kwamba Yanga pia iweze kumpata mchezaji huyo. Utakumbuka pia jana Yanga ilitikisa pia na usajili wa Peter Shalulile kutokea klabu ya Mamelodi. Huyu ni mmoja kati ya striker kutokea Namibia. Kwa hiyo tayari Yanga wamesha secure hilo deal na wako naye. Sasa leo tena kumeibuka tetesi za Faisal, na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe ameamua, mara baada ya kuona hizo tetesi, ameamua kwenda kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuandika kwamba Faisal Salum ni mchezaji mzuri sana, lakini Yanga Sports Club tumeshafunga usajili wetu wa ndani. Hakuna mazungumzo yoyote kati ya Yanga na Fei na Azam. Mashine mbili zilizobaki zote ni za kimataifa. Hicho ndicho ambacho amekiandika Ali Kamwe kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, akijaribu kuzuia tetesi ambazo zimekuwa zikisambaa kwamba Faisal kuhusishwa na Yanga. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani pia ambavyo dili hilo limekuwa likizungumzwa na watu mbalimbali pia. Sasa ameamua kuthibitisha kwamba hakuna mazungumzo yoyote ambayo yanaendelea. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube, lakini pia usiache